Kakapo, saa hizi umekuja ulimbukeni fulani hivi, nikitumia maneno ya Profesa Kabudi, ya watu kubagaza elimu, na yenyewe yameanza kubeba ushabiki. Mtu anajirekodi mtandaoni, mimi kilichonifikisha hapa ni kusoma sana. Na tumeanza kuwa na watoto ambao wanaamini kwamba kusoma hakuna maana, na tumeanza kuwa na wazazi ambao wanaamini kusomesha hakuna maana. Hiki chama cha THTU kina nafasi ya kufanya mhadhara wa kitaaluma wa kuielimisha nchi. Huwezi ukabagaza swala la kusoma kwenye nchi yako, kwenye familia yako, kwa we mwenyewe. Ndio maana hata mtu ambaye hakusoma akishapata pesa anataka mtoto wake asome shule nzuri. Wachache ambao wamefanikiwa kwa sababu ya kutosoma, lisiwe darasa la mfano la kuambia watu kusoma hakuna maana. Kaa na hela zako, ugua, iambie hela ni tibu. Kaa na hela zako, ugua, iambie hela ni tibu. THTU, chama cha wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu, mna nafasi ya kufanya mihadhara ya kukielimisha kizazi cha milenia, wazazi wapya wa leo na Gen Z, umuhimu wa kusoma. Nimezungumza sana, nimesema unataka familia bora, somesha watoto wako. Unataka ukoo mzuri, somesha. Usinyoshe vidole fulani kasomesha watoto watatu wana kazi, somesha watoto wako. Unataka jamii ya watu ambao wakashindana kwenye uchumi wa dunia, somesheni watu kwenye jamii. Na tusije tukafika mahala pa kubeba confidence ya kipumbavu kwamba kusoma hakuna maana. Huo ujinga tusiupe nafasi. Nyie THTU mkiamua kwenda mbele, mtatengeneza content ambazo zitawasababisha watoto warudi kwenye rejea kwamba kombi ipi nzuri, kozi gani nisome chuo kikuu, ya kuminspire mzazi na mtoto. Sio kwamba usisome kwa sababu tu una matajiri wako huko Tanzania ambao wamepata hela zao, hata hujui historia zao, na unafanya kukalili. Na mtu alivyomjinga anakuambia mbona Bill Gates hajasoma? Wewe mpumbavu, alifaulu kwenda Harvard. Harvard unafahamu anaenda kusoma watu gani? Harvard inasoma krimu ya dunia. Mark alidrop Harvard, krimu ya dunia. Mzee Mengi hapa amekomandi uchumi wa Tanzania kama mtu mweusi aliyefanikiwa, akiwa amesoma na ndo CPA honors wa mwanzo. Kina marehemu Alimfuruki wameacha worth ya zaidi ya bilioni 100. Wamesoma. Uona ukoteza mifano yako huko ya mitaani huko unataka kuileta hapa. Kama unajadili uchumi wa mimi na wewe wa kuchoma mkaa na kuuza kuni, kusoma hakuna maana. Lakini kama unajadili uchumi wa dunia, huwezi ukakwepa kusoma. Kusomesha watoto. Kuuza kuni, kupanga mafungu ya mkaa, debe 2, debe 3, gunia 10, sawa. Lakini utakapofika mara ambapo unapashwa sasa hii biashara uifanyie returning ya TRA, utahitaji msomi. Assessment ya kodi utahitaji msomi. Unataka sasa imove kama taasisi, unahitaji HR. Unahitaji GM, unahitaji CEO wa kumpa malengo. Mnafahamu familia ya Karimjee? Karimjee alikuja hapa Tanzania akitokea Zanzibar. Alikuwa ni mhandisi, alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ile ya kujenga reli. Ndio Toyota franchise kwa Tanzania. Miaka 200 kampuni ipo, inasimamiwa na kizazi cha 7.
Matajiri wako weusi wamefilisika wangapi? Hiyo familia ikiwepo. Si mnaelewa? Mzee Baresa kaangalia watoto wake wamesoma wapi? Wana drive kampuni. Sasa sisi watu wameanza kushabiki. Kusomesha hakuna maana. Mimi bwana, kwa kweli kichwa niferisha kabisa ni kusoma. Kabisa tuwabeba ujasiri. Hata waipa mifano tu, unajua kusoma na kuandika, waenda bungeni. Mbona tuchukua vitu vyepesi sana? Au na mtu anakuambia unajua nchi ya ajabu sana. Maprofesa hawalipi vizuri ndio maana kimbia kwenye siasa. Like serious? Kwani Tanzania peke yake na maprofesa wanafanya siasa? Jamani. Kwamba Tanzania tu ndo watu wanatoka vyuo vikuu kujoin politics. Hata hapo Kenya makamu wa rais ni profesa. Kindiki. Sikasomeni profile za watu huko duniani. Kwani what is politics? Mtu kutoka chuoni akaenda kujoin. Mpaka useme kwamba haona maslahi mazuri. Profesa Mkenda amekuwa mwadhiri. Rais kamteo akawa naibu katibu mkuu. Akatoka akawa katibu mkuu. Akaenda akawa mbunge, akawa waziri. Why can't you assume kwamba hii ni career growth ya mtu? Kwa sababu ni binadamu ameamua mwenyewe kwenda huko. Kama ambavyo pale Morogoro pale nani anatokea SUA? Kuna mtu wa Somo. Mimi na rafiki yangu mmoja pale amemaliza PhD, afanya PhD sandwich na Sweden. Kamaliza, kaamua kuacha, anafanya biashara. Kafunga wholesale. Mtu maisha ni kuchagua. Kwa nini si tubagaze? Maprofesa wanaenda kujoin politics kwa sababu vilikuwa vilipi vizuri. Kwani wako wangapi hao maprofesa? Kwani tunabeba mifano ya hivi? Sasa tufanyeje? Bunge likiwa na watu ambao hawajasoma, bunge gani hili? La watu wakujua kusoma na kuandika. Haya, wasome wakijoin wamekimbia kufundi. Sasa sisi jua tabu, mvua tabu. What do we want? Tunataka nini? Manangu nini kakapo? THTU. Ndio mnaweza mkaja na mada chokonozi na fikirishi kama hizi. Even harmful academicians join politics. Not in Tanzania, globally. Tunachokonoa. Tuna build up. Mkifanya mihadhara miwili mitatu, mtawatoa watu kwenye tongotongo. Wanaanza kujadili vitu kisomi. Kwangu mimi, kazi kubwa mlionayo THTU ni kusaidia kuongeza sauti ya Watanzania kujua mambo ya maana.